Haji Manara unazungumza, utadhani wewe ni msemaji wa serikali, sio msemaji wa timu za taifa. Sasa muachie hayo mambo ya serikali imefanya nini kwenye michezo. Muachie msemaji wa serikali kama yupo. Muachie huyo mtu ndo azungumze hayo mambo, na sisi wanasiasa tutamjibu. Sasa kama umemwacha wewe umejivika majukumu ya mtu mwingine unayasema, sisi tutakujibu. Sisi tutakujibu, yani ni lazima tukujibu, kwa sababu unafanya kazi ambayo sio kazi yako, na unafanya kazi ya siasa kwa kivuli cha mambo ya CCM, kwa kivuli cha kwamba wewe ni msemaji wa timu za taifa. Na umeenda mbali zaidi, unasema FIFA na CAF hawadili na siasa, hawajui mambo ya CCM, hawajui mambo ya siasa. Ni kweli FIFA na CAF hawadili na mambo ya siasa, lakini wanadili na haki za binadamu. Unapaswa kutambua, kukiwa mahali kuna uvunjifu wa haki za binadamu, lazima watachukua hatua dhidi ya hiyo michezo. Na unapaswa kuelewa kwamba uvunjifu wa haki za binadamu unaweza kuathiri hiyo michezo. Nimekutolea mfano wa nchi ambazo ziliathirika na uvunjifu wa haki za binadamu kwenye mataifa yao, ukaathiri michezo. Na Manara, nenda kasome, fuatilia msimamo wa mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo, CAS. Nenda ukasome maamuzi mbalimbali ya CAS kuhusiana na uvunjifu wa haki za binadamu. CAS inasema nini kuhusiana na mataifa ambayo yatakuwa na uvunjifu wa binadamu, na FIFA au CAF kwenda kupeleka mashindano yake yoyote kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo kuna muda mkiwa mnazungumza mambo yanayohusu michezo, msidhani kwamba wewe Haji Manara ndio unayejua kila kitu kuhusu michezo na mpira kwenye taifa hili. Wako Watanzania wengi wanafahamu mambo haya, wanayafuatilia na wanajua, kwa sababu mambo haya ni mambo yako kisheria, yako kiutaratibu. Na sisi wengine pia tunafuatilia, tunafahamu. Sasa huyu anayejiita msemaji wa timu za taifa anapaswa kuelewa hilo jambo. Lakini jambo lingine, kwanza mimi nashangaa, hivi mtu anayeitwa msemaji wa timu za taifa na wana michezo wote, wadau wa michezo kwenye taifa hili ni lazima wajue kwamba hivi ni nchi gani wamewahi kuwa na mtu anaitwa msemaji wa timu za taifa. Huu utaratibu wa kuwa na wasemaji wa michezo, msemaji wa timu za taifa, huu ni utaratibu umetokea wapi? Terms of reference za msemaji wa timu ya taifa, hivi kazi yake haswa ni nini? Anataka kusema nini? Anatakiwa kusema nini? Anatakiwa kuishia wapi? Ili tuachivu jambo gani? Ndio maana sasa tunakuwa na mtu anayejiita msemaji wa timu za taifa, anatumia cheo hicho kufanya siasa, kukisifia chama chake. Huu utamaduni wa wasemaji wa timu za taifa, na nitumie fursa hii kuambia wadau wa michezo mbalimbali, huu utamaduni wetu kwenye taifa letu wa kuwafanya watu wanaoitwa wasemaji, sio tu wa timu za taifa, wasemaji wa virabu, tunawaweka mbele. Siku hizi kwenye taifa letu tunawaweka wasemaji, yani wasemaji tunadhani ni taasisi au ni mtu muhimu sana kuliko hata wachezaji. Tumekuwa na taifa ambalo wasemaji wa virabu ni maarufu kuliko wachezaji, ni maarufu kuliko makocha. Hivi umewahi kumsikia Watanzania wanapenda mpira, wanafuatilia sana mpira wa Ulaya. Ukimuuliza shabiki wa Arsenal imekuwa ni mabingwa wa Uingereza msimu ulioisha, msemaji wa Arsenal ni nani? Msemaji wa Manchester ni nani? Msemaji wa Barcelona ni nani? Kuwa na msemaji bora halafu ukawa hujasajili wachezaji wazuri haitakusaidia chochote. Mimi ukiniambia kwa maoni yangu, naweza nikasema pengine msemaji wa Simba kwamba pengine ni msemaji bora kuliko wasemaji wote Tanzania, lakini ameisaidia nini Simba kwa miaka 5 iliyopita? Simba imekuwa bingwa wa Tanzania, ligi ya ndani. Simba imekuwa bingwa kwa vile ina msemaji mzuri. Kuwa na msemaji mzuri kama hatuna sera bora za michezo kwenye taifa letu haitasaidia yoyote chochote. Kuwa na msemaji mzuri kama hatuna sheria za hatuna sera bora za soka la vijana, kama hatujawekeza kwenye soka la vijana, hawa watu wanaoitwa wasemaji wataendelea kuwa ni propaganda tu kwenye taifa letu. Tupo kwenye taifa ambalo hatujawekeza kwenye sports academy, kwa sababu ili usaidie kusema kwamba imetolewa ndege, timu za taifa zimepandishwa ndege, kusema kuna goli la mama, hiyo haitasaidia chochote kwenye mpira wa taifa hili kama tunafanya mabadiliko
ya kisera na kimfumo kwenye mpira wa taifa hili. Mataifa yote yaliyoendelea kwenye mpira yamewekeza kwenye soka la vijana. Wewe unajiita msemaji wa timu za taifa, badala uzungumzie uwekezaji wa hiyo inayoitwa serikali kwenye michezo ni upi, au serikali imefanya nini, jambo linalohusu mifumo na sera za michezo. Tunayo nchi ambayo imeshindwa hata kuwa na utaratibu bora wa kutengeneza shule na vyuo vya kufundisha marefali. Leo Tanzania inaagiza marefali Misri wakuja kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Yaani katika Watanzania milioni 60 tumekosa Mtanzania mmoja tu au watatu, wanne, watano kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Tumeenda kuchukua refa Misri. Halafu sisi huku kwenye siasa tukisema hatutaki maridhiano, tunahitaji tuwe na neutral neutral person, neutral party, tuwe na mtu neutral aidha kutoka SADC au kutoka Umoja wa Mataifa aje ndo asimamia hayo maridhiano. Mnasema Watanzania tunajiweza, lakini kwenye marefali hamna hata Mtanzania mmoja anayeweza kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Mnalalamika kwamba wataionea timu nyingine. Sasa haya mambo haya ya kujificha kwenye vichaka vya vichaka vya wewe kuwa msemaji wa michezo, vichaka vya kujificha kwa wasemaji, huu ni uongo. Hatutaweza kulisaidia taifa kwenye michezo, na hatutaweza kulisaidia taifa kwa usalama wa nchi yetu. Hatutaweza kusaidia kwa kuwa na watu wa aina hii kama wakina Haji Manara. Na watu hawa ndio watu ambao watasababisha, by the way, mtu ambaye anapaswa kupingwa, mtu anayepaswa kukemewa ni watu wa aina hii, kwa sababu wao wanataka kuidanganya dunia kwamba Tanzania kila kitu ni shwari, hakuna tatizo lolote, hakuna kitu chochote, wakati ziko familia watoto wao wako magerezani kwa sababu ya ugaidi. Wewe Haji Manara pengine unasema unayoyasema na unasema Chadema inyamaze kwa sababu pengine wewe huna ndugu yako ambaye yuko jela kwa sasa kwa sababu ya makosa ya ugaidi. Huyo aliyoko, vijana wa Chaso walioko gerezani kwa makosa ya ugaidi, angekuwa ni mwanao Noha Mwalwange, mwanafunzi wa Musi, miaka 23, angekuwa ni mwanao yuko gerezani kwa kosa la ugaidi, ungesema wanasiasa wanyamaze? Ungesema hivyo Haji Manara? Sasa sisi tunamfahamu Haji Manara ni mwana CCM, anatumia hichi kichaka cha kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa na nini. Kile ni kinyago alichokivaa Haji Manara kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa. Hicho ni kinyago. Ndio maana kwenye hotuba yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho, serikali 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 serikali, rais, utashi wa kisiasa. Na ukijua hayo ameyasema jana tu. Leo ukienda kwenye peji yake ameweka tangazo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ameweka na nguo zake za CCM, anaenda kwenye ziara za Chama cha Mapinduzi. Yaani jana anatuambia wanasiasa tunyamaze, tukae kimya. Leo yeye kesharudi kwenye akili yake sasa. Yaani yule ndo yeye sasa. Huo mgogoro wa maslahi ulionao wewe wakuwa mwana CCM alafu kuja kuambia wanasiasa wanyamaze, huo ni mgogoro. Sisi hatuwezi kukusikiliza. Huna hiyo moral authority ya kuwashawishi ya kuwashauri wanasiasa. Huo ushauri wako tumeukataa, hatutaki, hatuusikilizi. Na watu wa aina yako wataipeleka michezo kwenye taifa letu kubaya sana. Kubaya sana. Na sisi ni lazima Haji Manara na watu wa aina yake ni lazima tuwakemee. Kosa letu sisi ni nini? Kwamba kama eti wewe ni baba, una mtoto pale nyumbani kwako, ukasema mimi namuua mwanangu kwa sababu ni mwanangu namuua. Dunia haitakubali. Dunia haitakubali. Hata kama ni mwanao, kama kuna uvunjifu wa haki za binadamu, na sisi Chadema tunanyamaza. Jambo lolote linalohusu uvunjifu wa haki za binadamu tutalisema. Sio tu kuambia FIFA, tutawaambia FIFA, tutawaambia CAF, yoyote ambaye tunaamini atashiriki kuhakikisha kuwaambia hawa watawala wanaowaonea watu, wanaowaonea vijana wa Tanzania, wanaowaonea vijana wa Chaso, yoyote ambaye tutaamini anaweza kutusaidia katika mapambano haya, sisi tutamshtakia. Ukisikia uonevu unaupinga na unamshtakia yoyote unayedhani atakuwa ni sehemu ya kuaddress mambo haya. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza
akaturudisha nyuma kwenye msimamo wetu huu na kuielezea dunia kuhusiana na nini kinachoendelea Tanzania, na tunaendelea kutoa wito kwa Watanzania wote tupinge huu utamaduni na huu utaratibu wa kuwasingizia Watanzania wenzetu, vijana wadogo, tunatengeneza chuki kwenye taifa, kuwashtaki watu kwa makosa ya ugaidi. Kwa hiyo baraza la vijana wa Chadema tutoe wito kwa Watanzania wote, kwa wadau mbalimbali, vyama, chama cha shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania, kwamba kwa pamoja tushirikiane kupinga na kukemea huu utaratibu ulioanza kumea kwenye taifa letu wa kusingizia watu makosa ya ugaidi, wa kuhubiri ugaidi na wa kuona tu mtu yoyote anaweza akasingiziwa ugaidi. Na kwa maneno mengine, tunachokifanya Chadema, tunachokifanya wanasiasa ni kutaka kusaidia michezo, kwa sababu mambo haya ya kwamba Tanzania kuna ugaidi, hata kama Chadema tusiposema, hata tukinyamaza, FIFA wana namna yao, CAF wana namna yao kutafiti, kufanya tathmini na kuangalia nini kinaendelea. Kwa mtajidanganya mkidhani Chadema wakinyamaza FIFA na CAF hawataweza kuchukua hatua. Na watu aina ya Haji Manara wakituchokonoa watatukuta, tutawajibu na tutaelezea mambo haya. Hatutakubali propaganda zao waseme mambo haya wanayoyasema alafu sisi tukanyamaza. Na mimi pia ni declare to interest. Watu kama wakina Haji Manara wasidhani wao ndio wanaojua soka kuliko mtu yoyote huku kwenye nchi. Mimi ni declare interest. Mimi ni mwanasheria na miongoni mwa eneo ambalo linanipa ugali wangu ni pamoja na michezo. Mimi nafanya kazi na wachezaji mbalimbali, nasimamia mikataba yao kwenye taifa hili. Sasa ukianza kusema kuhusu michezo, yani wote sisi ni wadau wa michezo, wote tunapenda michezo. Mimi nimesomeshwa na mpira wa miguu, mimi ni mnufaika wa mpira wa miguu. Kwenye hili taifa ziko shule chache sana Tanzania ambazo zinawasomesha talent. Uwezo wa mtoto kucheza mpira unamsomesha, unamlipia ada. Sasa hiyo itakuwa ni mada ya siku nyingine. Mimi ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao nimesoma form 1 mpaka form 6 nikiwa mnufaika wa kipaji wa kucheza mpira. Baadaye nilikuja kuachana na mambo ya mpira kwa sababu niliona namna ya mifumo yetu ya nchi yetu na namna ambavyo maslahi ya wachezaji yakoje. Hiyo ni mada ya siku nyingine, nikaamua kufuata njia nyingine. Kwa hiyo Haji Manara, usidhani wewe ni Mtanzania pekee unaweza kutuhubiria mambo ya mpira na michezo alafu sisi wengine tukanyamaza tukakusikiliza. Mara baada ya kusema hayo, na washukuruni sana kwa kunisikiliza. Kama kutakuwa na maswali labda nafikiri tutayapokea. Asante sana. Asante sana mwenyekiti kwa tafakari nzuri hiyo ambayo ninaamini Watanzania wote wameielewa, ikiwa ni